Bwana Yesu apewe sifa. Tunalishukuru jina la Yesu kwa ajili ya kutupatia nafasi nyingine ya kukutana na kuonana tena. Karibu mwezi umeisha since last we met in this church, but I'm so grateful that today I'm standing on the altar of Mount Olives Sanctuary in Olekasasi, and that is where the Lord is ministering us from. And I would like to welcome you, to tell you I'm still okay in the Lord. I'm trusting in Him, I'm praising in Him. Together with my family, Pastor Ann, and the rest of my children, we are okay, we are doing fine in Langao. And I also believe that you are also fine wherever you are. Wengine wako hapa Olekasasi, wengine wako Rongai, wengine wako Ngoroi, wengine wako Rokti upande wa Kisii, na tunashukuru Mungu kwa yote. Pia niwaeleze ya kwamba as Mount Olives tunaendelea vizuri, makanisa yetu yote yanaendelea vizuri, kule Tuala wanaendelea vizuri, hata kama they are not congregating, we are doing fine. Kule Metro bado tunaendelea vizuri, na hata hapa headquarter the Lord has been so gracious. Nataka nikualike katika ujumbe wa siku ya leo ambao hautachukua muda sana, lakini utatutia moyo katika kipindi kama hiki. Kumbuka kile kimefanya tusiwe tunakutana hapa. It is because there has been a pandemic that has broken up in our nation. It was an expected thing, na sio kitu mtu alikuwa amepanga, na ikabidi ya kwamba kusanyiko halitawezekana. Kwa hivyo hiyo ndio imetufanya tukajipata manyumbani, na pia nyinyi najua mna quarantine hapo nyumbani. So nataka kukualika katika uwepo wa Bwana tushiriki katika neno hili. Ni katika kwa Wafalme wa kwanza 19 na mstari wa 4. 1 Kings chapter number 19 and verse 4. Karibu sana. Nitasoma. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, "It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." Baba, asante kwa neno lako, tunenee kupitia kwalo katika jina la Yesu Kristo, tuomba na kuamini. Amen. Msikilizaji wangu mahali ulipo, nataka nikualike tena katika maneno haya ambayo yametoka katika kitabu kitakatifu cha Mungu. And the word of God is spirit and it's life. And I know that it will get you where you are and it will minister to your spirit. Maneno haya yalitamkwa na Elia, a servant of God. Na alipoyatamka, pia Mungu amenimenenea kupitia maandiko haya ya kufikia. Na ujumbe nilio nao unaitwa See Beyond. See Beyond. Ona mbele. Tazama mbele. That is the title of the message. Wakati huu Elia alikuwa amepata ripoti, alikuwa na ushindi mkubwa sana. He had killed 450 prophets of Baal, and that was a great victory. But immediately after that victory, a message came from Jezebel, the wife of Ahab. Akamwambia, tomorrow at time like this, I'll get your head. Elia kusikia hivyo, ndiye huyo mbio, akakimbia, akatoroka. Now where we have led the text, Elia amefika somewhere ambapo ameona ni mwisho. Hebu nikuambie ndugu yangu, kama nilivyotangulia kukuambia, hakuna mtu aliyekuwa amejua ya kwamba corona inakuja. Ni jambo lililotupata kwa ghafla, na limetufanya tujipate in quarters that we had not planned for. Kama vile Elia alijipata hapa. Lakini Elia kuna mambo matatu yalimsumbua, na ndio nataka tuendelee kuyaona. Number 1, Elijah saw that he has come to a dead end. Aliona amefika mwisho ambao ni a point that he cannot go beyond that. Na alipofika pale, akaona amefika mwisho, aliomba Mungu ombi moja. Baba, huu ni mwisho wangu, nataka uchukue maisha yangu. Hebu nikuambie ndugu zangu, kuna mahali tunakimbia tukipotea hatari, tunajipata mahali pale na tunaona kana kwamba ndio mwisho. Kuna wengine sasa hivi tunapoongea nawe, kazi yako imefungwa, mzee haendi kazi, watoto ndio hawa nyumbani, hamna lishe.
Ukiangalia situation ambayo uko, unaona umefika a dead end. And the only prayer is that God, I am at the end. Chukua maisha yangu. Msikilizaji, wewe sio peke yako. Wana wa Israeli walikuwa mahali kama pale. Walipojipata Misri, baada ya Yusufu kuwa kule, walijipata wakiwa watumwa. Na wakiwa pale waliona this is a dead end. Hakuna siku itafika Mungu ama tukatoka Misri. Lakini wapendwa, nataka nikuelezee, mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Where a person anafika mwisho, hapo ndiko Mungu anaanza. Waisraeli walipofadhania huo ndio mwisho, kumbe Mungu alisikia kilio, Mungu alisikia kuteseka kwao na akamtuma Musa. Na hapo hata wapendwa, inanipendeza sana, maana Exodus chapter number 13, Mungu aliwaambia ili muweze kutoka Misri, mchinje mwana kondoo. Na kutoka leo, mwezi huu ndio utakuwa mwezi wa kwanza katika maisha yenu. I'm telling you, this situation may be looking as if it is the end of you, but it is going to have a beginning in your life. Huku si kumalizika kwako, huu ndio mwanzo ambao Mungu anatupatia. Let me tell you, Corona is not the end. We have a life beyond Corona. Hallelujah. Na pia jambo la pili, ukiangalia katika sentence ambayo tumeisoma, jambo la pili kilichosababisha Eliya kutoroka ni ya kwamba katika hiyo sentence tumeisoma, kuna kitu nilichunguza. As a good student of the Bible, you can look that just in one verse, Elijah has repeated himself 4 times. Ametumia jina I, ama I ameitumia, my ameitumia, himself, kwa sababu alikuwa amejawa na yeye. He was full of the self. Na wakati self inaanza kukuongoza, brother, that is the ego. Ego ya mwanadamu inaanza kukuongoza, inakuongozaka kutorokea hali. Haikuongozagi hata kutafuta Mungu, inakuongozaga kutorokea hali. Na hiyo ndio ilifanya Eliya akimbie mbio. Si Mungu alikuwa amemuonyesha, si Mungu alikuwa amemuelezea. Yeye ni kuona, aliona na macho yake, akapima na macho yake, akaona huu ni mwisho na mimi ni kukufa, ninakufa, hakuna mwelekeo, hakuna tazamio lingine. Let me tell you, ego, mtu mwingine alitafsiri the acronym of the word E-G-O. Akasema ego is when you edge God out. Wakati unamuondoa Mungu katika maisha yako, inabakiaka ni wewe peke yako. Na wewe peke yako hauna msaada. Let me tell you, do not allow the devil to deceive to you. God has not forsaken you. Maana hatukutani hapa Mount Olive sio kusema Mungu ametuacha. Maana hauendi kazini si kusema Mungu amekuacha. Maana hauli vile ulikuwa unakula si kusema Mungu amekuacha. Our God is together with us. Remember, he says he'll never leave you nor forsake you. Kumbuka ya kwamba ndiye alikuwa na wana wa Israeli hata walipokuwa katika shida, Mungu bado alikuwa na pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Eliya alijiona kama ni yeye tu ameachwa pweke, even his attitude towards God iliisha ama iliharibika, kwa sababu he did not see God as a life giver, he saw God as a life taker. Hata wakati huu you can be so bitter with God that unaona Mungu ndiye amefanya tukaingia katika mateso ya aina hii. That is not the plan of God. Remember, he says the plans I have for you are plans of good and not of evil. Mungu hawezi kukupangia jambo lolote libaya. Eliya anamwambia Mungu, kuja chukua maisha, maana hakuna kazi nyingine unaweza kufanya nzuri ila ya kuchukua maisha. No, that is not the business of God. God is a life giver. He is not a life taker. Jambo la tatu ambalo nataka tumalizie katika kwari ni ya kwamba macho hayo katika huko kusumbuka. Mpendo, unajua shetani anakufanyaga unajitenga na anakuonyesha ni wewe umebaki peke yako. The Bible is asking in Matthew chapter 6 verse 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature?
Ni nani kwa kusumbuka kwake anaweza kujiongezea jambo lolote katika maisha yake? Tazama, kusumbuka kwa Elia kulimuonyesha tu akimbie mbio. Kusumbuka kwa Elia kulimuonyesha aende nyikani. Kusumbuka kwa Elia kulimuonyesha tu alie, lakini hakusuluhisha jambo lolote alilokuwa nalo. Do not use your time murmuring and complaining unto God. Use your time to glorify and exalt the Lord. Jambo la tatu ni ya kwamba shida moja ya Elia, he made a permanent decision on a temporal situation. Elia aliomba Mungu, chukua maisha yangu. Imagine hati ya kwamba akufe. And according to Hebrews chapter number 9 verse 27, the Bible says it's appointed for man to die once. Sijui kama Elia alikuwa nakumbuka hali hiyo ya kwamba kukufa it's permanent, you never come back. Kwa hivyo alilokuwa anauliza Mungu afanye, it's a permanent decision. Mungu achukue permanent decision and the situation is temporal. Wapendwa, mara nyingi shida kidogo inatufanyaka tukafanya decisions zingine ambazo ni za kiupumbavu. Hebu mkumbuke Esau, aliuza urithi wake kwa kitoweo bakuli moja. Foolishness. Kumbuka Naomi, alitoka mji wa Bethlehemu akaenda Moabu kwa ajili ya msimu mmoja tu wa njaa. Foolishness. Kumbuka kuna wakati kulikuwa na njaa Samaria na Biblia inasema wamama wakara mtoto. Sijui kama saa hii kuna njaa hii imesababishwa na hali hii. Umekula mtoto aliye ndani ya moyo wako. Yesu Kristo ako wapi? Pengine hali hii has made you to make a permanent decision on a very temporal situation. Mungu alipomjia Elia, Biblia inasema Mungu alimjia Elia katika hali hiyo. Nataka nikupe moyo, hata mahali popote ulipo, God knows where you are. It is not Elijah who gave God the direction of where he is. God knew Elijah where he is. Mahali popote ulipo, mimi kama pastor naweza kushindwa unakula nini, unakunywa nini, but our God in heaven, he knows what you are, what you are eating, where you are, how you are making it. God is the owner of your life. Your life does not belong unto you. Mungu alipomfikia hakumwambia ndugu yangu pole sana nilikuacha. No, alimwambia inuka. Rise up Elijah. Kwa nini akamwambia inuka? Ili kama alikuwa amekaa chini ainuke aone mbele. And that's where the title of the message is see beyond. Huwezi ukaona mbele yako kama umekaa chini, kama umejiweka sambamba na hali ambayo iko. Inuka juu ya ile hali na uweze kuona mbele. There is a life beyond corona. There is a life beyond this season. Rise up Elijah. Na Biblia inasema part number 2 akamwambia eat and drink. Kula na unywe, maana kwangu mimi sioni huu ukiwa mwisho wako. Naona a very bright future. Naona safari iliyo mbele yako ni kubwa hata kuliko hii ambayo umetembea. Wengine wetu wapendwa, nataka kuwaeleza kwa sababu ya almost 1 month into this issue. Kuna wengine waliokuwa intercessors waliacha huduma zao. Kuna wengine walikuwa singers kwa sababu you are not meeting hapa kama praise and worship ukaachilia. I'm telling you, rise up. Kuna wengine walikuwa givers, now we are not giving into the church, we are no longer doing it. Rise up. Eat and drink, for the journey that is ahead of us. I can see beyond us. Kuna mambo mazuri. Tazama, wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu, waliona huo ndio mwisho wao. Wakaanza kulia kumwambia Musa, turudishe mahali ulitutoa. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba Musa alipoinua macho yake juu mbinguni kwa Mungu ambaye huona mwisho kana kwamba ni mwanzo, aliwaambia waambie wajiandae, because I can see beyond. Naona mji wa Kanaani, mahali kuna maziwa na asali. Wapendwa, there is a life beyond this. Yesu akasema katika Matthew chapter number 6 and verse 22 ya kwamba macho yako yakiwa mazuri, mwili wako wote ni mzuri. Macho yako yakiwa mabaya, mwili wako pia utakuwa mbaya. Macho yako yanaona nini? Macho yako yanaona kuangamia. Macho yako yanaona kuisha. Macho yako yanaona kutoendelea. Kwangu mimi nimekubali kula mkate na kunywa maji. Mkate ni nini? Mkate wa uzima ni Yesu Kristo. Yesu ndiye maji ya uzima.
wakati huu wa Pasaka tunakumbushwa vile mwana kondoo alivyochinjwa na kila jamii ikala katika Passover, ili wawe na nguvu za kuenda, maana safari iliyo mbele yao ni kubwa mno. Unahitaji Yesu. Walio na Yesu hawafi moyo, walio na Yesu hawaoni kuisha. Wanasema kama Daudi, I will not die but I will live to see the greatness of the Lord. Sitaki kuona kumalizika, nataka kuona kuendelea. See beyond. Elijah, see beyond. Alipokula mkate na kunywa maji akawa na nguvu, akaona mbele. Tunahitaji watu wanaoona mbele, wasiona kumalizika. Mbarikiwe sana na Mungu awatende mema. Hatujui kipindi hiki kitaenda mpaka lini, lakini hata kikikawia, tuna Yesu ndani ya mioyo yetu. Tuna mkate wa uzima, tuna maji ya uzima, hatutazimia. Those who wait upon the Lord, their strength shall be renewed. They will mount up with wings like an eagle. They will fly and never be weary. And I believe you are the type that is waiting for the Lord. May the Lord bless you so much. Na Mungu awatende mema. Nataka tuombe. Baba, katika jina takatifu la Kristo Yesu, naomba ukambariki mtazamaji mahali aliko. Wengine wanaona mwisho wao, na naomba uwafungue macho waweze kuona zaidi. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. God bless you so much. Shalom, shalom. Amen. How many minutes?